Our Father, in the name of Jesus, thank you once again for the opportunity to bring your word. We pray that our lives will never be the same again. Use this word to change and lift the life of your people. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So I want to welcome you. Nataka kuwakaribisha wote mahali mlipo katika jina la Yesu Kristo. Natumaini kwamba mko wazima na Mungu amewahifadhi, Mungu amewatenda mema. Na leo hii nataka nilete neno kwenu ambalo nimewapatia, na kichwa cha ujumbe wangu ni kwamba vile Mungu huinua watu, ama mbinu ama njia zenye Mungu anatumia kuinua watu. Jambo la kwanza nataka uelewe kwamba Mungu ndiye anainua. Kazi kuu ya Mungu ama sehemu moja kuu ya Mungu ambayo anafanya ni kwamba yeye ako na nguvu na uwezo ya kuinua watu. Kama kuna jambo Mungu amespecialize kufanya ni kuinua maisha ya watu. Mungu akitaka kuinua mtu haangalii mahali alitoka, haangalii kule ulizaliwa, haangalii familia ile ulitoka. Lakini Mungu jambo lake kuu ambalo anafanya yeye ni kwamba yeye ana uzoefu ya kuinua watu. Kitabu cha Ayubu 36 mstari wa 22, neno la Mungu linasema hivi. Katika Kiswahili neno la Mungu linasema, tazama Mungu hutenda makuu kwa uweza wake, ni nani afundishaye kama yeye? Narudia tena, tazama Mungu hutenda mambo makuu kwa uwezo wake, ni nani afundishaye kama yeye? Kiingereza inasema, you know that God is powerful. Woo! You know that God is powerful and he is also the best teacher. Listen to me. Mungu amekuwa katika maisha, Mungu amekuwa katika kazi ya kuinua watu kutoka vizazi na vizazi. Na ndiyo manake asubuhi ya leo, ndiyo manake mchana wa leo, ndiyo manake siku ya leo nataka nilete neno la Mungu kwako kwamba Mungu huinua watu. Na katika historia, je, Mungu ashainua watu? Ndiyo. Mtu wa kwanza ambaye Biblia inaandika kwamba aliweza kuinuliwa na Mungu, mtu wa kwanza anaitwa Yusufu. Yusufu aliinuliwa na Mungu na akafanyika second most powerful person in Egypt by the power of God. Yusufu aliinuliwa akafanyika mtu wa pili wa umuhimu kabisa katika nchi ya Egypt kwa sababu Mungu alimsaidia kwa nguvu zake. Mtu wa pili ambaye ameinuliwa katika maandiko ni binti moja anaitwa Esther. Esther aliinuliwa na Mungu na akafanyika first lady by the power of God. Esther hakuwa na uwezo ya kuinuliwa mpaka awe to the place of a first lady. But listen to me, by the power of God, who has an assignment of lifting people, he lifted who? Esther to a first lady. Hallelujah. Number 3, in the scriptures, kuna mtu anaitwa Daniel. Daniel was lifted by God. He was made one of the major government officials as a young man. And he served for more than 70 years by the power of God. Listen to me. Unajua kama mtu anaweza fanya katika serikali miaka 70, hiyo inamaanisha aliajiriwa akiwa mtoto mdogo, amefanya kazi mpaka akazeeka ndani ya hiyo serikali. Inamaanisha huyo mtu si kwa nguvu zake. Niruhusu nikwambie, Danieli aliinuliwa na Mungu na akafanyika mmoja wa wafanyakazi wakuu sana, na aliajiriwa akiwa mtoto mdogo. Mtu wa aina ambaye aliinuliwa katika maandiko kutoka mahali hakuna historia anaitwa Abraham. Abraham aliinuliwa na Mungu na Mungu akamfanya akakuwa utangulizi wa kizazi cha watu waliobarikiwa
kupitia nguvu za Mungu. Niruhusu nikwambie, wakati Mungu amekuweka mahali, wakati Mungu amekuinua, hakuna nguvu kutoka kuzimu inaweza kuondoa wewe. Kama Mungu amekubariki, kama Mungu amekuinua, hakuna pepo inaweza kukuzusha. Niruhusu nikwambie, kama umeinuliwa na watu, watu watakuzusha. Kama umeinuliwa na watu, ni kwa sifa zao. Lakini kama Mungu amekuinua, utadumu mahali amekuweka miaka nenda rudi, kwa sababu ni kwa nguvu za Mungu. Naongea na mtu anaenda kuinuliwa na Mungu. Naongea na mtu Mungu anabadilisha historia yako. Naongea na mtu huenda umetoka katika familia kama ya Abrahamu, familia ambayo watu walianza safari hawakuweza kumaliza. Tera alikufa kabla afike nchi ya Canaan. He died, alikufa njiani pale mahali inaitwa the Chaldees, in the land of the Ur of the Chaldees. Alikufia njiani. Abrahamu alikuwa na mandugu ambao waliishi, lakini hawakukuwa na chochote cha kuonyesha. Usikuwe kama Methusela in the Bible. Bible inasema aliishi miaka 900 plus, lakini ile kitu inajulikana kwake ni kwamba alizaa watoto na akakufa. Niruhusu nikwambie, Mungu huinua watu, Mungu hujenga watu, Mungu hubariki watu, Mungu hubadilisha historia ya watu. Sasa wewe unaweza jiuliza, je, Mungu huinua watu namna gani? Mimi nimekuwa kanisa miaka mingi, bado sijainuliwa. Labda bado napitia mateso. Nitainuliwa aje na Mungu? Niruhusu nikwambie hivi, moja kwa moja nataka nikupatie vitu 2 kwa hii ibada ambayo Mungu hutumia, alafu baadaye Mungu akitupatia muda nitakuja kuongeza ingine 3 ama 5 vile Mungu huinua watu. Haleluya! Jambo la kwanza, naweza sema the tools for God's lifting, ama ile tools ama vifaa vyenye Mungu akiangalia lazima ainue mtu. Jambo la kwanza ambalo Mungu akiangalia hawezi kukupita. Mungu akiangalia hawezi akakuhepa, lazima akubariki, lazima akuinue. Jambo la kwanza linaitwa moyo wa unyenyekevu. Kama uko na mimi useme amen. Kama unanisikiza sema amen. Mungu huangalia the first tool, inaitwa the heart of humility, ama moyo wa unyenyekevu. Yakobo 4 mstari wa 10 nasoma kwa Kiingereza. Biblia inasema, think about yourself as small in front of the Lord God, then he will make you great. 1 Peter chapter 5 verse 6. God is so powerful and strong to help you. So be his servants and let him rule. Then he will cause you to be great and important at the right time. Listen to me. Bible inasema, wakati unanyenyekea, Mungu atakuinua kwa wakati wake. Usipige kifua, usijiinue, maana wewe tu ndiye uko kwa hiyo ofisi, maana wewe tu ndiye umeajiriwa pale. Hapana. Nataka nikwambie, ukiwa na moyo ya unyenyekevu, Mungu atakuinua. Hata kama mtu anakuombea ametiwa mafuta kiasi namna gani, kama hauna unyenyekevu chini yake, kama hawezi heshimu mamlaka yenye iko juu ya maisha yako, niruhusu nikwambie ndugu yangu, mamlaka haiwezi pita unyenyekevu. Kila wakati mtu anajiinua, yeye anazushwa. Mungu huinua wale wananyenyekesha, na anapinga wale ambao wanafanya nini? Wanajiinua. Niruhusu nikwambie hivi, God sees how you behave today to handle us in our tomorrow. If you remain little in your own eyes, no devil shall stop your lifting. Listen to me. Mungu anaona vile wewe una behave leo. Anaona vile unajibeba leo. Ni juzi tu uliwini contract moja, ni juzi tu Mungu alikubariki na pesa, lakini vile unainua kifua, vile unajionyesha, Mungu anasema, "Oh, nimekuona, kesho nitakushughulikia."
Woo! So Mungu anaona kesho yako, anaona vile unakaa leo, vile unajibeba leo, vile unajiinua leo, vile unajitangaza leo, na anasema sawa, nitakuangalia kesho. Kwa hivyo Mungu anaona vile una behave leo, anaona tabia yako leo, na anajua kesho vile atakushughulikia. Naomba kwamba kuanzia leo Mungu apate neema ya kukuinua. Mungu akinapotembea hivi anataka kubariki watu, aone unyenyekevu ndani ya maisha yako. Na mimi nakuhakikishia kwamba maisha yako haitasalia hivyo tena. Kwa sababu gani? Mungu huinua watu ambao wameshuka. Mungu huinua watu ambao wamenyenyekea na anawapa neema. Nisikize. Can you imagine God resisting you? And God resists the proud and he gives grace to the humble. Hiyo inamaanisha nini? Kila wakati wewe unafanya nini, unajiinua, Mungu anakuzusha. Sasa unaweza pingana na Mungu kweli? Imagine wewe unakuja na mimi ninakuja. Sasa wewe unanizuia mimi nisipite. So when we meet at the point where we are meeting, unaniresist nisiende. That is how God happens. Unataka kununua gari kwa sababu uko na kiburi, Mungu anakuresist. Unataka kuoleka na uko na kiburi, ukipata mtu, Mungu anakuresist. Unataka kuenda ng'ambo kwa sababu uko na kiburi, ukifika kwa embassy, Mungu anakuresist. I pray for you that God will give you grace to remain humble in your own sight, and God shall lift you up. If you are together, say a good amen. Hallelujah. Listen to me, sir. Kuna mtu anasikiza hii ujumbe. Umefutwa kazi kwa sababu ya kiburi. Si kwa sababu hujui kufanya kazi. Kwa sababu unajiinua, hauna unyenyekevu. Naomba Mungu akusaidie. Kiburi inazusha watu, lakini unyenyekevu inainua watu. Naomba kwamba Mungu atakuinua. Yule aliinua Abrahamu, akainua Danieli, akainua Esther. Huyo Mungu ni wa jana, leo na hata milele. Naomba neema yake ikushukie na akusaidie katika jina la Yesu. Jambo la pili, alafu kisha nimalize kwa siku hii, ni kwamba Mungu anaangalia nini kuinua watu. Jambo la pili, Mungu anaangalia maisha ya sifa na maabudu. Mungu anaangalia ndani yako sifa na maabudu. Sifa na maabudu ndiyo Mungu anaangalia. Na nini? Habakuki 3:17-19. Neno la Mungu linasema hivi: There be no flowers on the fig tree, no fruit on the vines, nothing on the trees to have fruit called olives, no food in the fields, no sheep in the hills, no cows in the farm. But I will still sing praises to the Lord. I will be happy with God that makes me safe. The Lord, who is my master, will make me safe. He makes my feet like the feet of a deer, so that I can climb the mountains. The music leader must use things to have, strings to make music. Listen to me. Habakuki anasema niwe na hata kama matunda haiko kwenye miti, hata tusikuwe na maua, hata tusikuwe na chakula katika shamba, wala tusikuwe na kondoo katika milima, wala tusiwe na ng'ombe katika shamba langu, lakini mimi nitamsifu Mungu. Nimekuja kukwambia, uwe na chakula usiwe na chakula, msifu Mungu. Uwe umepitia shida upitii shida, msifu Mungu. Mungu anaangalia nguvu yenye iko ndani ya sifa kuinua watu. Sikiza nikwambie, your worship will take you where your certificates and intellect cannot take you. Listen to me. Moyo wa sifa, moyo wa kumwabudu Mungu. Mungu akiangalia hiyo ndani ya maisha yako, atakubeba akupeleke mahali penye elimu yako, mahali penye makaratasi yako haiwezi ikakupeleka. Jifunze kuishi maisha ya kumwabudu Mungu. Jifunze maisha ya kumsifu Mungu. Mungu anatumia hiyo kuinua. Sikiza. When we heard our late president Daniel Toroitich Arap Moi
wakati angetembelea city, wakati angetembelea mji, naone watu wanamsifu, naone watu wanamwimbia mtukufu rais, ni wewe pekee, angeangusha maziwa na angeshuka na aseme, hey, fanyeni hivi, hapa stima ingie, hapa hospitali ingie. Kwa sababu gani? Watu wamemsifu. Niruhusu nikwambie, wakati unamsifu Mungu, kuna vitu atatumia, atainua maisha yako. Na kuombea mtumishi wa Mungu, na kuombea msikilizaji wangu, kwamba Mungu akubariki, kwamba Mungu akuinue katika hiyo jamii, uwe nambari moja, kufikia mahali familia yenu wengine hawajafika. Naomba kwa biashara yako uwe wa kwanza kwa hiyo familia kufanikiwa zaidi ya watu wengine katika jina la Yesu. Naomba kama Mungu atakupa neema, Mungu atakubariki, Mungu atakuinua, ataona unyenyekevu yako, umevumilia sana, ataona moyo wa sifa ndani ya maisha yako, atatumia kukubariki. Nataka nimalize kwa kuuliza, huenda hujapeana maisha yako kwa Yesu na unasema, mchungaji, nifanye nini? Nataka nikuongoze kwa Yesu. Yesu atakupa uzima, Yesu atakupa baraka, atainua maisha yako. Sema nyuma yangu, sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Siku hii ya leo nakupokea ndani ya moyo wangu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwa kitabu cha shetani, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Let me pray for you. Baba, kwa jina la Yesu, natangaza baraka, natangaza kibali juu ya msikilizaji huyu, na nena ukambariki, na nena ukamuinue. Bwana, unayeinua watu, kumbuka maisha yake. Unayeinua watu, kumbuka biashara yake, kumbuka familia yake. Katika jina la Yesu, natangaza ubarikiwe, natangaza uinuliwe na Bwana. Kwa jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Tuonane tena next time kwa jina la Yesu. Amen.